Hii ni Like Media. Wakati mwingine huwa tunakuepo hapa kwa ajili ya kukuandalia story nzuri sana za kimichezo ambazo ni story kutoka Like Media pekee. Nikwambie karibu sana na uweze kufahamu mambo mengi ya kimichezo ambayo ulikuwa yafahamu. Pengine kuna swala ambalo linakupa mtanziko au unajiuliza ni nini ambacho kinaenda kutokea. Ukijiuliza hasa kuhusiana dabi ya Kariakoo inachezwa tarehe 15. Lakini kuna taarifa ambayo klabu ya Yanga imetoa taarifa ya kwamba inaenda kucheza mchezo tarehe hiyo hiyo, na ikiwa ni miongoni mwa timu ambazo zinahusika kwenda kucheza dabi ya Kariakoo, inadai kwamba inaenda kucheza mchezo huo pale nchini Rwanda. Nini ambacho kinatokea? Karibu sana nikwambie, hapa ni Like Media. Nitakupa taarifa ambazo zitaweza kukuacha mdomo wazi na pengine ukatafuta vyanzo vyako na wewe ukajiridhisha kwamba ninachokizungumza kiko sawa sawa. Mimi naitwa Lugano Israel. Bwana, itakuwa unajiuliza kama ambavyo nimeweza kusema kuhusiana na itakuwaje kwenye dabi ya Kariakoo. Yanga kwamba wanaenda Rwanda kwenda kucheza mchezo kwa taarifa zilizopo na dhidi ya Rayon Sports ya huko Rwanda. Na unajiuliza itakuwaje? Yanga atasafiri au itakuwaje? Lakini Simba wao wakiendelea kujiandaa kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Itakuwaje siku ya dabi ya Kariakoo? Mimi niko hapa kukwambia Yanga hawana plan yoyote ya kwenda Rwanda. Ila kitu ambacho wanakifanya Yanga ni kuhamisha magoli tu, watu wajue hakuna mchezo utakaochezwa pale, na kuambia mashabiki wao kama wataka kusafiri kutoka mikoani kuja Dar es Salaam uje kwa shughuli zako, sio kuja kuangalia mpira. Kama una mpango wa kwenda kwenye dimba la Mkapa kushuhudia hiyo mechi na ungetamani, hebu ondoa kwenye mawazo yako. Yanga wanawaaminisha watu kwamba hakutakuwa na mchezo huo. Lakini sio kwamba Yanga wana mpango wa kwenda kucheza mchezo pale Rwanda, kwa sababu ambazo nakwambia nakupa mezani. Cha kwanza, ligi ya Rwanda imeshamalizika, kwa maana wachezaji wote wamesambaratika katika kwa maana ya pale Rwanda. Hakuna mchezaji ambaye yupo sasa hivi kambini au yuko kwenye timu yake, timu ikiwa katika mchezo. Wachezaji wote wamesambaratika, wameenda makwao kwa ajili ya mapumziko. Wachezaji watakaa mpaka mwezi ujao, mwezi wa 7, watarudi kwa ajili ya kambi na kujiandaa kwa ajili ya msimu ambao utaanza mwezi wa 8. Sasa ukiangalia hicho ambacho anakizungumza afisa habari wa klabu ya Yanga au kile ambacho amekiposti kupitia page yake kwamba tarehe 15 watakuwa po Rwanda, uchukue huu ni uongo ambao ni uongo mkubwa kabisa. Nazungumza kwa herufi kubwa kabisa. Yanga ni timu kubwa ambayo haitakiwi kukaa na kuwadanganya watu. Yanga ongeka msimamo wao kwamba hatuchezi, hata wakiwepo Dar es Salaam kwamba hatuchezi, lakini kusingizia kwamba watakuwepo Rwanda. Lakini fact ya kuwepo Rwanda ni nini ambayo unaweza kujiuliza? Pengine watuambie kitu kingine ambacho watatuambia wataenda kukifanya kwa Rwanda. Lakini kama ni taarifa ya kwamba wataenda kucheza na timu ya Rayon Sports ya Rwanda au timu yoyote ya ligi ya Rwanda, pengine kama wataenda kucheza na wapiga debe wa stendi za huko Rwanda, au wataenda kucheza na wavubi wa Rwanda, kama wataenda kucheza na wafanyabiashara wa Rwanda, kama wataenda kucheza na timu zozote labda za shule hivi watuambie, au timu za UMISETA za Rwanda na vitu kama hivyo. Lakini ukizungumzia ligi kuu ya Rwanda, wao wameshaifunga ligi kuu, haipo mpaka mwezi wa 8 ndio ligi itakuwa inarejumu kwa maana ya kurudi kwenye mtindo wake wa kawaida. Kwa hiyo ukianza kuangalia Yanga wanaposema enda Rwanda, lakini hatuwezi kuzuia pengine Rwanda Yanga anaweza kaenda kwenda kufanya vitu vingine. Yanga tumeona kijinasibu katika matukio tofauti, wakienda kuwasaidia watoto yatima, wakienda kusaidia vitu tofauti katika maeneo hayo. Lakini pia wanaweza kafanya ubunifu mwingine ambao ni wa utalii, kwenda nchini Rwanda kwenda kutembelea maeneo tofauti, kama ambavyo Wanyarwanda pia wanakuja hapa Tanzania kutembea katika mbuga za wanyama na huko. Na hata pia Yanga inawezekana kile ambacho wanakifanya wazungu kutoka nchini Marekani, kutoka Uingereza, kutoka maeneo mengine, wakakifanya hicho wakajikuta wanakuja kutembelea na kuangalia vivutio, kwa maana wakaenda kuangalia vivutio ambavyo viko pale Rwanda. Lakini kwa kusema Yanga wataenda kucheza na Rayon Sports pale Rwanda ni kitu ambacho kwa mahesabu ya kawaida
wachezaji hawawezi kurudi mara baada ya kuruhusiwa na vilabu vyao. Nani ambaye ataenda kucheza na Yanga kama na matembezi mengine? Kwa hiyo posti ambazo zimekuwa zikipostiwa na afisa habari na wanachama na wapenzi wa klabu ya Yanga kusapoti kama tarehe 15 watasafiri kuelekea nchini Rwanda, kwa maana watakuwa wako Rwanda kwenye tukio fulani, labda lisiwe tukio la mpira na timu za ligi kuu, pengine ikawa ni tukio ambalo ni la kipekee kabisa, halihusiani kabisa na masuala hayo, tutaweza kaunga mkono. Mimi naelewa kitu kimoja, inawezekana Yanga wamepiga mahesabu ili kuweza kuwa outshine manake bodi ya ligi, kwamba hata mipango ambayo anapanga wajue kabisa watu hawa watakuwepo kabisa, yani wajue kabisa kwamba hiki kitu hakiwezekani, kwa maana ya kuwaondoa kabisa bodi ya ligi na TFF, kujua kwamba watu pengine waweza kubadilisha mawazo labda tarehe labda Ijumaa ya kuelekea mchezo au Jumamosi kuelekea mchezo au siku 3 kabla ya mchezo. Inawezekana Yanga wametengeneza mfumo ili kuondoa mawazo kabisa ya uongozi kwamba hawatakuwepo katika ardhi ya Tanzania kabisa. Kwa hiyo wasijipange kuwaona kabisa uwanjani. Lakini pia natazama kwa namna moja ama nyingine, inawezekana Yanga pia wakatumia mbinu hiyo ya kuambia mashabiki wa Yanga, kama unataka kusafiri kutoka nje ya mkoa au kwa Dar es Salaam, unatengeneza bajeti yako ya kuelekea uwanjani, sisi tunakwambia hatuchezi. Manake wanawaambia kwamba hawachezi. Kwa hiyo inawezekana ni namna ambavyo Yanga wameamua kutumia kuambia watu wanaowahusu kwamba wasiende uwanjani. Lakini swala la kwenda Rwanda kwamba kuna mchezo dhidi ya Rayon, kama story, kama taarifa ambazo tumekuwa zikisambaa, hilo tulitoe, tuliweke pembeni, tufikirie vitu vingine kama ambavyo tumeweza kufikiri kwamba pengine masuala ya kiutalii, pengine masuala ya kijamii, ya kwenda kugusa watoto yatima, ojane na vitu kama hivyo, kama ambavyo Yanga huwa anakuwa anafanya. Kwa hiyo swala la, ukiniambia mimi kuhusiana na swala la dabi ya Kariakoo, ni swala ambalo nimechoka mimi kulisikia mara kwa mara. Nimechoka kurudia maneno yale yale, na neno la hatuchezi limetamkwa sana mpaka linaanza kukera. Wakati itakiwa tutamke kuhusiana na maendeleo ya vilabu hivi, tumeanza kutamka propaganda, tumeanza kutamka misimamo, tumeanza kutamka mambo ambayo hayana afya sana kwenye mchezo. Mimi natamani kuona swala hili linaisha, lakini namna gani ili swala linaweza kaisha? Nitarudi tu kwenye mamlaka za soka, nitarudi kwa wadau ambao wanaweza kuwa na ushawishi wa kuwakalisha hawa watu ambao hawataki pengine kufikia suluhu na kuweza kukubaliana kwenye vitu vya msingi. Je, Yanga kama hawatacheza dabi ya Kariakoo, in short ni kwamba watakata pointi 15. Na taarifa ambazo nimezipata, Yanga wakikata pointi 15, michezo inayofuata ambayo itakuwa imebakia miwili hawataingiza timu uwanjani. Sasa tutaenda katika picha gani? Nadhani mamlaka za soka zinatakiwa kwenda moja kwa moja kupata solution ya liswala, baadaye wasije wakasababisha madhara makubwa sana wa vitu ambavyo vitakuja kutokea baadaye. Kitu ambacho ligi yetu imefikia kiwango ambacho kinatakiwa kuheshimika, kwa maana ligi ya 4 kwa ubora barani Afrika. 4 kwa ubora barani Afrika. Alafu 4 hiyo inakuwa na migogoro. 4 hiyo viongozi wao hawawezi kupata solution. Tutakuwa bado wa 4. Kuna swali la viongozi wanatakiwa lijibu gumu sana. Kuingia nafasi ya 4 kwenye ubora. Je, kwa hivi ambavyo tunavifanya, tunastahili kwa ligi namba 4 kwa ubora? Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa ambao wamechagua Like Media, endelea kuwa nasi kila wakati. Lakini kikubwa fahamu kwamba Yanga kwenda Rwanda kucheza na Rayon Sports ni uongo, piga max mengi sana. Watafute namna nyingine tena ya kutuambia kama kuna kitu kingine, lakini ligi Rwanda imesimama, hakuna uwezekano mwingine wa kucheza mchezo na timu ya Rayon Sports by Rwanda. Kama ambavyo nimesema, nikushukuru sana. Subscribe channel hii na uwe miongoni mwa watu ambao unapata taarifa na michakato mbalimbali. Mimi naitwa Lugano Israel. Mpaka wakati mwingine.